Mpendwa wangu katika Yesu Kristo, ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Nichukue nafasi hii kukualika katika somo letu la siku ya leo, kama ambavyo kwenye matangazo yetu tulivyotangaza ya kwamba katika siku ya leo tunajifunza somo lenye kichwa kinachosema nifanye nini ili niwe na furaha kwenye maisha yangu? Nifanye nini ili niwe na furaha kwenye maisha yangu? Na nikasema ya kwamba katika somo hili tutalitazama somo hili au kujifunza somo hili katika mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza wa kithiolojia, lakini mtazamo wa pili wa kisaikolojia. Kwa tutaona katika pande zote mbili ni nini tufanye ili tuwe na furaha. Lakini somo hili linalenga kuyafahamu mambo mbalimbali yanayotusaidia kuwa na furaha, lakini pia tutaona shauri mbalimbali za kitaalamu zinazotushauri namna ya kuwa na furaha katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nikualike sasa tuweze kuanza somo letu hili, na kama ni mara yako ya kwanza ni kuombe sana uweze kusubscribe channel hii ili uweze kupata update ya vipindi mbalimbali ambavyo huwa tunajifunza mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Neno furaha ni muunganiko wa vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza kinaitwa mtazamo. Na tunapozungumza kwa habari ya mtazamo, mtazamo wako ni upi katika maisha yako? Mtazamo wako, je, wewe una mtazamo chanya au una mtazamo hasi? Mara nyingi sana kile unachokitazama katika maisha yako, kile ambacho wewe unakitazama, pengine kutokana na mambo yaliyotokea kwenye maisha yako, mambo ambayo yamekuumiza, mambo ambayo yamekujeruhi, mtazamo wako ni upi? Lakini pia mtazamo wako ni upi juu ya ndoto zako? Mtazamo wako ni upi juu ya hatima yako? Mtazamo wako ni upi juu ya kesho yako? Kwa hiyo ule mtazamo uliokuwa nao ndiyo unaoweza kuwa chanzo cha furaha katika maisha yako. Mtazamo unaweza kukusababisha uwe na furaha kwenye maisha yako, lakini pia mtazamo unaweza kusababisha usiwe na furaha katika maisha yako. Na ndio maana neno la Mungu linasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana yake anavyotazama mtu ndani yake, anavyojiona mtu ndani yake, huyu mtu anavyokuwa na mtazamo ndani yake ndivyo alivyo. Mfano, mtu anaweza kuwa na ndoto lakini ndani yake akawa na mtazamo wa kukataa ile ndoto aliyokuwa nayo. Mtu anaweza kuwa na ndoto lakini mtazamo wake ukakataa ile ndoto aliyokuwa nayo. Mtu huyu mtazamo wake unaikataa ndoto yake. Kama mtazamo unaweza kukataa ndoto yako, mtazamo wako pia unaweza kukataa furaha isije katika maisha yako. Mtazamo wako unaweza kupinga furaha isiwe sehemu ya maisha yako. Na watu wengi sasa wameamuliwa aina za maisha kutokana na mitazamo yao. Kuna watu leo hii maisha wanaoyaishi, namna wanavyoenenda, wanaweza kuenenda kwa huzuni, wanaweza kuishi kwa huzuni, lakini chanzo ni mitazamo yao. Walitazama kwa namna mbaya, walitazama kwa namna isiyokuwa nzuri, ikawaamulia maisha ya kuishi. Mtazamo unaweza kukuamulia maisha gani uweze kuishi. Ukitazama vema, mtazamo wako utakuamulia vema. Ukitazama vibaya, mtazamo wako utakuamulia vibaya. Mimi nampenda sana Musa kwenye kile kitabu cha Kutoka sura 14 mstari wa 14, kwa sababu mtazamo wa wana wa Israeli ulikuwa ni kifo. Kama unakumbuka vizuri hilo neno, mtazamo wa wana wa Israeli ulikuwa ni kifo, lakini mtazamo wa Musa ulikuwa kuvuka, ulikuwa kuendelea. Na ndio maana Musa anawaambia wana wa Israeli kwamba simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia hivi leo. Maana hao wa Misri mnaowaona, mnaowatazama, hao wa Misri ambao ninyi mnawatazama kama tishio, Musa yeye anawatazama
kama watu wasiokuwa na maana mbele zake. Kwa nini? Kwa sababu anasema Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza. Kwa nini? Kwa sababu hawa Wamisri hamtawaona tena. Kwa hiyo mtazamo unaweza kuwa sehemu ya furaha katika maisha yako. Mtazamo unaweza kuwa chanzo cha furaha katika maisha yako. Unatazama nini katika maisha yako? Lakini jambo la pili ambalo ni muunganiko wa mtazamo ndani ya furaha, maana nimesema pale mwanzoni ya kwamba furaha ndani yake ina vitu vifuatavyo, na kitu cha kwanza kama umenifuatilia nimesema ni mtazamo, na hapa nilikuwa nafafanua juu ya mtazamo ili uweze kunielewa namna ambavyo mtazamo unaweza kuwa chanzo cha furaha katika maisha yako. Kwa hiyo nikushauri tu, anza kutazama vizuri. Tunapoanza kujifunza somo hili la furaha, anza kutazama vizuri. Kama ulikuwa unajitazama wewe ni mdhaifu, anza kujitazama wewe ni mshindi. Kama ulikuwa unajitazama na kwamba wewe ndio basi umekata tamaa, maisha ndio hayaeleweki, huko mbeleni tutaona hata magumu pia tuyatazame kwa namna gani ili tuweze kuwa na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni maamuzi. Maamuzi ni kitu kikubwa sana katika maisha yako. Maamuzi yanaweza yakawa chanzo cha furaha katika maisha yako. Maamuzi yanaweza yakaleta furaha, maamuzi yanaweza yakawa chanzo cha wewe kuishi katika maumivu na mateso na mambo yanayofanana kama hayo. Maamuzi yako. Wengi leo hii wanaishi maisha yasiyokuwa na furaha kwa sababu ya maamuzi yao. Maamuzi ya jana walioyafanya. Maamuzi ni sehemu ya maisha yako. Kuwa makini sana wakati unapofanya maamuzi yako, kwa sababu wakati mwingine kutokana na maamuzi uliyoyafanya ndio yanakuamulia maisha gani uweze kuishi. Kama jana ulifanya maamuzi mabaya, maana yake maamuzi yako ya jana yatakupa mfumo wa maisha wa leo hii. Yaani hauwezi jana ukafanya maamuzi yasiyokuwa sahihi alafu leo ukaishi katika mfumo uliokuwa sahihi. Ni vitu viwili tofauti. Wakati mwingine lazima tuambiane ukweli ili tuweze kupona. Unatamani kuwa mtu mwenye furaha, haujachelewa bado katika maamuzi. Hakikisha hata leo hii unafanya maamuzi yaliyo sahihi, maamuzi ambayo yatakuletea faida katika maisha yako na sio kukuletea hasara. Usijaribu vitu. Usianzishe tu mahusiano, kaingia kwenye kila mahusiano. Kwa sababu mahusiano unaoanza kuingia leo, maana yake hayo mahusiano haujajikuta tu umeingia hapo, ni maamuzi. Mtu akiingia kwenye mahusiano si maamuzi, amekubali kuingia hapo, maana yake ameamua, haulazimishwi. Mtu akikubali kuolewa maana yake ni maamuzi, akikubali kuoa maana yake ni maamuzi. Umekaa umeona huyo binti ananifaa, ni maamuzi. Sasa usikurupuke kufanya maamuzi, kwa sababu maamuzi unayoyafanya yataamua uishi mfumo gani wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninagusagusa tu vile vitu ambavyo vinaunganisha furaha katika maisha ya mwanadamu. Nakumbuka hapa ninazungumza katika mtazamo wa kisaikolojia. Katika mtazamo wa kisaikolojia furaha ndio inaundwa na mtazamo kama nilivyosema hapo awali, lakini jambo la pili ambalo hapa namaliza kulifafanua nimesema ni maamuzi. Maamuzi yako yanaleta furaha kwenye maisha yako, lakini pia yanaweza yakaleta maumivu katika maisha yako. Sasa jambo la tatu, hili sasa ni katika upande wa kithiolojia. Tunapozungumza kwa habari ya furaha, furaha inaletwa au inatengenezwa na uhusiano wa kiimani. Na kwa sababu hapa nazungumzia imani ya Kikristo, ninataka ufahamu ya kwamba furaha yako inajengwa na uhusiano wako na Mungu wako. Mahusiano yako wewe na Mungu wako yanaweza kuwa chanzo cha wewe kuwa na furaha au wewe kutokuwa na furaha. Sasa hapa nitakupa tu uweze kutafakari, je, pale ulipo mahusiano yako na Mungu yakoje? Kwa sababu mahusiano yako na Mungu yakiwa mazuri,
utajikuta utakuwa na furaha tu, na hii haijalishi ya kwamba kuna magumu au kuna mapito, utakuwa na furaha. Kwa nini? Kwa sababu furaha ya Bwana ndiyo nguvu yetu. Neno la Mungu linasema furaha ya Bwana ndiyo nguvu yetu. Maana yake kwa sababu ya uhusiano wetu sisi na Mungu tunakuwa na furaha. Tunakuwa na furaha. Tunakuwa na furaha. Uhusiano wako na Mungu ukoje? Kwenye kitabu cha Ayubu, Ayubu anasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Maana yake nini? Kuwa na uhusiano mzuri. Kumjua Mungu maana yake huwezi kumjua Mungu kama hujatengeneza mahusiano naye. Kwa hiyo uhusiano wako wewe na Mungu wako ndio utakaokuwa chanzo cha furaha katika maisha yako. Hapa ninazungumza kwenye upande wa kiroho sasa, kwamba ili uwe na furaha lazima uhusiano wako uwe mzuri na Mungu wako. Lakini kwenye kipengele hiki, eneo la pili, uhusiano wako wewe pia na watu unaoishi nao, jamii inayokuzunguka na watu ambao unashirikiana nao ni kitu muhimu sana. Na ndio maana katika amri 10 zimegawanyika katika mafungu mawili. Fungu la kwanza ni mahusiano yetu sisi na Mungu wetu. Lakini fungu la pili ni mahusiano yetu sisi na wanadamu wenzetu. Kwa nini? Kwa sababu kama tusipokuwa na mahusiano mazuri sisi na wanadamu wenzetu, tunaweza tukakosa furaha. Ndio maana Mungu ni Mungu wa utaratibu sana. Alijua. Ndio maana akasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na mpende jirani yako. Maana yake mpende Bwana Mungu wako, kuwa na mahusiano mazuri na Mungu wako. Alafu anasema kuwa na mahusiano mazuri na jirani yako. Sasa jirani imefungwa hapo, jamii inayokuzunguka, watu unaoishi nao, watu unaoshirikiana nao, watu ambao Mungu amekupa neema kukaa karibu nao, familia yako, au pia ni watu wa karibu yako. Sasa hauwezi ukawa na furaha kwenye maisha yako kama hauna mahusiano na watu ambao unaishi nao. Familia nyingi zisizokuwa na mahusiano mazuri hazina furaha ndani yake. Familia nyingi ambazo hazielewani, hakuna furaha. Kwa nini? Kwa sababu hawana mahusiano mazuri. Lakini familia zenye mahusiano mazuri zinakuwa na furaha. Hata kama kuna changamoto watavuka, hata kama kuna magumu watavuka. Kwa nini? Kwa sababu furaha ya Bwana ndiyo nguvu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini hapo sasa umenielewa vizuri tunapozungumza kwa habari ya furaha. Nimezungumza furaha kwa mtazamo wa kisaikolojia, mambo ambayo yanaunda furaha. Nikakwambia ni vitu viwili. Kitu cha kwanza ni mtazamo, kitu cha pili ni maamuzi, lakini kitu cha tatu ambacho hiki sasa kipo kwenye upande wa kithiolojia, nikakwambia mahusiano yetu na Mungu wetu, lakini pia mahusiano yetu na watu wetu wa karibu. Ingawaje pia hii pointi ya mwisho, hii ya mahusiano yetu na watu wengine, inaweza kuingia pia kule kwenye mtazamo wa kisaikolojia, japokuwa mimi nimelibeba sana huku kwenye upande wa kiroho, kwa sababu ni agizo ambalo Yesu mwenyewe alilisema. Nataka ufahamu mahusiano mazuri kati yako na watu wanaokuzunguka si jambo ambalo ni la kawaida tu. Ni jambo ambalo lipo kiroho kweli, na Mungu anatamani kuliona unalifanya hivyo, kwa sababu unapolifanya linatengeneza furaha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi ninatamani sana ningeongea zaidi hapo, lakini itoshe hayo ambayo nimeyasema hapo. Huko mbeleni Mungu akinipa neema, basi kila tunapoanza kipindi kingine itakuwa nagusa kidogo ili uweze kuelewa. Sasa basi yako mambo ya msingi ambayo lazima uweze kuyafahamu. Haya mambo yatakusaidia wewe kuwa na furaha ndani yako. Jambo la kwanza, mfanye Mungu kuwa kipaumbele katika maisha yako. Mfanye Mungu kuwa kipaumbele katika maisha yako. Kwa maana nyingine, mfanye Mungu kuwa nafasi ya kwanza katika maisha yako. Kwenye Injili ya Mathayo sura ya 6
mstari wa 33 kama sikosei, anasema bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Sasa hayo yote mtazidishiwa ni yapi? Ni furaha, ni vitu gani? Ni vitu vingine vyote tutazidishiwa, lakini kitu cha kwanza anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Maana yake nini? Mwekeni Mungu kipaumbele katika mambo yenu, mfanyeni Mungu kuwa nafasi ya kwanza. Mnapomfanya Mungu kuwa nafasi ya kwanza, kuna vitu vingi vitakuja pamoja na furaha. Unajua ni kwa nini sisi wakati mwingine wengi wetu tunaishi maisha ya kutokuwa na furaha, maisha ya muda mrefu sana hatuna furaha? Ni kwa sababu hatujampa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu, ila tumewapa watu wengine kuwa nafasi ya kwanza katika maisha yetu, na tukawaona wao ndio vyanzo vya furaha katika maisha yetu. Tulipowaweka watu kuwa vyanzo vya furaha katika maisha yetu, tulipoweka biashara zetu kuwa vyanzo vya furaha, tulipoweka vitu mbalimbali kuwa vyanzo vya furaha katika maisha yetu, ndiyo mahali tulipokosea, na ndipo mahali ambapo shetani alipotupiga. Na ndio maana leo hii tunatembea hatuna furaha, kwa sababu jana tulifanya makosa ya kuchagua vitu vingine kuwa kwanza, alafu Mungu tukamweka nafasi ya pili. Ukitaka kujua hilo, angalia moyo wako, umembeba nani zaidi? Umembeba Mungu au umebeba watu? Umembeba Mungu au umebeba mali? Umembeba Mungu au umebeba miungu? We angalia, jipime ndani ya moyo wako. Hivi mimi kweli, kaa fumba macho, tafakari, nani kwenye moyo wangu ni nafasi ya kwanza? Wengine nafasi ya kwanza utakuta ni mke, mwingine nafasi ya kwanza utakuta ni mume, mwingine nafasi ya kwanza utakuta ni watoto, mwingine nafasi ya kwanza utakuta ni kazi, mwingine nafasi ya kwanza utakuta biashara, mwingine nafasi ya kwanza utakuta ni wazazi, ni baba, ni mama. Nafasi ya kwanza kwenye moyo ndio wameweka. Na ndio maana basi wanapotukwaza tunakuwa tunaumia sana, tunakosa furaha kwa muda mrefu, kwa sababu tuliwaweka wao kuwa nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Acha nikusimulie kisa cha mwanamke mmoja wa Kimarekani ambaye alikuwa ni misionari. Mwanamke huyu aliitwa Elizabeth. Elizabeth alikuwa ni misionari, alikuwa anafanya kazi ya Mungu, na kwa bahati mbaya mwaka fulani mume wake ilisadikika aliuliwa na watu ambao Elizabeth alikuwa anawatumikia. Sasa Elizabeth ilimuuma sana, aliumia sana Elizabeth. Na baada ya msiba kumalizika, Elizabeth akarudi kule kule tena watumikia wale watu ambao walimuua mume wake. Na maisha yakaendelea, Elizabeth akamtumikia Mungu. Lakini baada ya miaka kadhaa kupita, Elizabeth akapata tena neema ya kuolewa. Akaolewa na mume mwingine. Sasa Elizabeth akawa na furaha, akaona kile kilichopotea kwenye maisha yangu Mungu pengine amekirejesha kwa namna hii. Sasa nitaanza kuwa na furaha, sasa nitaanza kuwa na amani. Hata ingekuwa wewe ungekuwa na furaha. Lakini kwa bahati mbaya ilionekana yule mwanaume baada ya miezi kadhaa ilionekana alipata ugonjwa fulani na akapoteza maisha. Siku moja alitembelewa na mwanamke mmoja, akamwambia Elizabeth, kwa nini unaendelea kumtumikia Mungu huyu ambaye amekuumiza, Mungu ambaye amekujeruhi? Mara ya kwanza mume wako aliuliwa na watu ambao ulikuwa wanawatumikia. Aya, Mungu amekuruhusu tena kupata mwanaume mwingine, amemchukua. Mungu huyo hakupendi. Elizabeth aliposikia maneno hayo akasema, sitamuacha Mungu wangu, kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wangu, nami sitapungukiwa na kitu. Elizabeth baada ya msiba maisha yake yaliendelea, na baada ya muda furaha iliendelea kudumu katika maisha yake. Kwa nini? Hakutazama mume, alimtazama Yesu. Alimfanya Mungu kuwa nafasi ya kwanza katika maisha yake. Na kwa sababu alimfanya Mungu kuwa nafasi ya kwanza katika maisha yake, akakubali kubeba ule mzigo, kwa sababu aliona ni mzigo rahisi, na Mungu alimpa neema ya kubeba, na Mungu alimpa amani moyoni mwake, na furaha ikarudi katika maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu alimpa Mungu nafasi ya kwanza.
Usipompa Mungu nafasi ya kwanza, wakati mwingine matatizo yanapotokea, unaweza ukafanya hata vitu vya ajabu, kwa sababu Mungu hayupo ndani yako. Haujampa nafasi ya kwanza, hauwezi kushinda. Ukimpa Mungu nafasi ya kwanza, maana yake ile furaha ya Mungu inakuwa ndani yako, na kwa sababu furaha ya Mungu ndiyo nguvu zetu. Ukituona tunashinda, kwa sababu ndani yetu tuna furaha ya Mungu. Ukituona tunavuka, kwa sababu ndani yetu tuna furaha ya Mungu. Ukiona watu wanapiga hatua katikati ya magumu, maana yake hao watu ndani yao wana furaha ya Mungu. Mtume Paulo alipotembelewa na watu wa usharika wa Filipi, kwenye sura ya 4 mstari wa 4, unamwona Mtume Paulo yupo gerezani kifungoni. Ati mtu aliyekuwa gerezani kifungoni anawaambia watu waliokuwa nje, jamani, furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Just imagine, mtu yupo kifungoni alafu anawaambia watu wengine furahini katika Bwana. Maana yake nini? Kama mimi nikikwambia wewe furahi katika Bwana, siwezi kukwambia wewe furahi alafu mimi nikiwa sina furaha. Nikikwambia furahi, maana yake ndani yangu nina furaha. Lazima nikuambukize furaha niliyokuwa nayo. Lazima nikikwambia wewe ufurahi, lazima mimi mwenyewe niwe na furaha. Kwa Mtume Paulo anaposema furahini katika Bwana, tena nasema furahini, maana yake ndani yake anayo furaha ya kutosha, anayo amani ya kutosha, anayo nguvu ya kutosha ya Mungu ambayo inamsaidia kufurahi. Kwa hiyo anaposema furahini katika Bwana, tena nasema furahini, maana yake anajaribu kuambia hao, jamani, wekezeni furaha yenu katika Bwana. Mfanyeni Mungu kuwa nafasi ya kwanza katika maisha yenu. Mnapomfanya Mungu kuwa nafasi ya kwanza katika maisha yenu, mtajikuta tu mnafurahi, mtajikuta tu mnakuwa na amani. Kwa hiyo wengi wetu hatuna furaha kwa sababu hatujamweka Mungu kipaumbele katika maisha yetu. Tumeweka vitu vingine kipaumbele katika maisha yetu. Vinapotuumiza sasa, ndio tunajikuta tunakaa muda mrefu bila furaha. Tunafanya mambo mengine ambayo hata yampendezi Mungu, kwa sababu tumemwacha Mungu. Leo hii nataka wewe unayenitazama, tiba ya kwanza itakayokusaidia kuwa na furaha ndani yako, mfanye Mungu kuwa nafasi ya kwanza ndani ya moyo wako. Mchague Mungu kuwa nafasi ya kwanza katika maisha yako. Mathayo anasema, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Nataka nikwambie, haujachelewa bado kuwa na furaha. Hata leo hii unaweza kuwa na furaha pale utakapoamua kumchagua Yesu Kristo kuwa nafasi ya kwanza. Na hapa acha nizungumze, inawezekana uko hapa unanifuatilia na maisha yako yamelemewa na mizigo mingi sana. Wakati mwingine umemkosea Mungu wa kutenda dhambi sana. Leo unapoamua kuziacha hizo dhambi, unapoamua kutubu, unapoamua kumchagua Yesu, acha na maisha haya ya dunia. Maisha haya ya anasa wakati mwingine yanakuwa vyanzo vya sisi kutokuwa na furaha. Hebu leo amua kumfuata Kristo. Kristo atakufanya uwe na furaha katika maisha yako. Si kwamba hautapitia magumu, huko mbeleni tutaona. Kuna watu wengine wapo ndani ya Kristo na wana magumu, lakini wanashinda kwa sababu furaha ya Bwana iko ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpenda unayenitazama, jambo la pili litakalo kuletea furaha katika maisha yako, jambo la pili, acha mambo ya nyuma yaliyokuumiza. Acha mambo ya nyuma yaliyokuumiza. Wewe unayenifuatilia, ili uwe na furaha katika maisha yako, acha kufuatilia mambo ya nyuma yaliyokuumiza. Acha kuyafuatilia mambo hayo. Kuna mambo jana yalipotokea yaliachilia huzuni. Kuna mambo jana yalipotokea yaliachilia mfadhaiko. Kuna mambo jana yalipotokea yaliachilia huzuni ndani yako. Leo kubali kuto kuyafuatilia. Yametokea miaka 5 iliyopita, yametokea miaka 2 iliyopita, yametokea mwaka 1 uliopita, miezi, hata siku, hata dakika. Acha kuyafuatilia mambo yaliyokuumiza. Kwa sababu ukiendelea kuyafuatilia mambo yaliyokuumiza, utajikuta unajitengenezea maumivu ndani ya moyo wako na unaikataa furaha kuwa sehemu katika maisha yako. Leo kubali kila kilichotokea, kubali kukiacha. Kubali kukiacha. Hata kama ni hasara imetokea, kwani kitu gani bwana? Kwani hasara uliyoipata ni bora kuliko uhai? Kwa hiyo Mungu angechukua uhai wako? Acha. Hata kama umepoteza vitu gani vya thamani, acha kuvifuatilia.
Acha kukaa nilipoteza hiki, nilipoteza hiki, kwa sababu ukikaa ukaanza kusema nilipoteza hiki, nilipoteza hiki, nilifanya hivi, baada ya kujiuliza hivyo vinarudi? Havitarudi. Utajikuta unajipotezea muda, baada ya kukaa kuangalia nifanye kitu gani kiniletee faida tena kwenye maisha yangu. Wewe unawaza tu jana kuna hiki kilitokea. Jana yani kuna mtu nilimpenda kweli. Nikawekeza nguvu zake, nikajitoa kwake, nikaweka mali zangu, nikaweka vitu hivi, nikafanya hiki na hiki, nikafanya hii, nikampa fedha za haya. Ukimaliza hizo fedha zinarudi. Unajipotezea muda wa bure. Acha kufuatilia. Mtu yoyote anayedumu kwenye lawama, kwenye kujilaumu na kujihukumu, ni mtu ambaye anaikataa furaha kwamba usiwe sehemu ya maisha yangu. Ukijilaumu na kujihukumu, utajikumbusha mabaya, yatakuumiza. Yatakuumiza. Maisha yetu ni mafupi sana hapa duniani. Tunaishi maisha mafupi hapa duniani. Hebu tujitahidi kutengeneza furaha katika maisha yetu. Kuna vitu vingine vimetokea, tukubali kuachana navyo, tukubali kuvipotezea. Wakati mwingine kubali kupotezea. Unajua, maisha haya wakati mwingine watu wanaopotezeaga vitu wanaonekana kama hamnazo hivi, lakini wale ndio watu ambao wataishi muda mrefu sana. Watu ambao umemfanyia hiki yani anakuangalia tu, haya bwana Mungu akubariki. Umemfanyia hivi mtu akwambia haya. Hao watu wataishi muda mrefu sababu hawatunzi vitu moyoni mwao. Lakini wale ambao wanatunza, mtu amefanyiwa hiki anafikiria, unakaa, unaacha hata kwenda kazini kwa sababu kuna mtu tu amekuumiza. Unaacha eti kupiga hatua kwenye maisha kwa sababu kuna mtu umeachana naye miaka 5 iliyopita, eti unaacha kutengeneza mahusiano mengine tena. Wewe bwana vipi? Wewe vipi? Vipi? Kwa nini unafanya hivyo? Yaani kuna mtu tulijana ulikutana naye ukaanzisha naye mahusiano akakuumiza, Ukijiangalia hapo wewe una miaka 25, 26, 27, 28, 30. Afu unakaa unasema mimi sitaki tena kusikia wanaume, sitaki tena kusikia mtu yoyote. Wewe bwana, huyu aliyekuumiza ni mmoja. Wako watu ambao Mungu amewatengeneza. Naomba watu, kuna mtu anaweza akatokea kwenye maisha yako akakupenda mpaka ukimwona unajisikia kuimba wimbo namba 391. Bwana Mungu nashangaa kabisa nikitazama kama vilivyo nyota nguru, vitu vingi vyote viumbwavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Kuna wakati utaimba wimbo kama huo. Hasa kwa nini leo unakata tamaa? Kwa nini unaanza kufuatilia mambo yaliyokuumiza? Hebu acha kufuatilia mambo yaliyokuumiza. Endelea mbele na safari yako. Jambo la 3 na la mwisho nimalize kwa siku ya leo. Jambo la 3 na la mwisho nitakalo kuletea furaha katika maisha yako. Usikwepe kusamehe waliokukosea. Usikwepe kutangaza msamaha kwa waliokukosea. Sikiliza nikwambie. Unaweza kusema mtumishi, unasema wewe hujawahi kukosewa. Hapana. Au kosa ambao nimefanyiwa pengine mimi ni kubwa. Hapana. Samehe. Kwa nini usamehe? Kwa sababu usiposamehe, maana yake ndani yako kuna kifungo kimekufunga. Kifungo cha chuki, kifungo cha mgogoro, kifungo cha kuto kuendelea. Vifungo vitatu hivyo kama umeninoti vizuri. Kifungo cha chuki, kifungo cha mgogoro, kifungo cha kuto kuendelea mbele. Yaani leo ukasema huyu sitamsamehe kwenye maisha yangu, maana yake wewe umefungwa au umejifunga mwenye kwenye vifungo vitatu. Kwanza kifungo cha chuki, pili kifungo cha mgogoro, tatu kifungo cha kuto kuendelea. Kwa kuna vitu vingine utakuwa unaomba Mungu, naomba nisaidie sana kutoka hapa. Mungu naomba nisaidie kwenye biashara yangu. Lakini huku ndani umefungwa. Umefungwa kwenye hivyo vifungo. Leo amua kutangaza msamaha kwa kila aliyekukosea. Mwambie Mungu, mimi ninamsamehe mtu huyu na ndani yangu
ili niwe free. Unajua amani inakaa kwa mtu ambaye moyo wake uko free, hauna mgogoro, hauna chuki, hauna kizuizi chochote. Sasa wewe ndani yako umemshikilia mtu, unategemea furaha itakaa? Haitakaa furaha ndani yako. Kubali kusamehe, kubali kuachilia ili uwe free na furaha iwe sehemu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Leo nimejaribu tu kuzungumza kwa sehemu, lakini hapa Mungu atatupa neema ya kujifunza somo hili kwa undani, na ninatamani baada ya somo hili, kila unaposikiliza hatua ya kwanza, kila unaposikiliza somo la kwanza, sehemu ya kwanza, uwe na furaha. Mungu akutengenezee furaha katika maisha yako. Mungu akuinue. Inawezekana unapofuatilia labda ulikuwa una huzuni, lakini nataka nikuhakikishie kwa njia ya somo hili itakuwa tiba ya kuletea furaha katika maisha yako. Mungu akubariki. Leo sitakuwa na maombi, nitazungumza sana. Yaani nitazungumza sana mpaka pale Mungu atakaponiruhusu sasa nianze kukuombea. Lakini naamini kwa hiki nilichokiongea hapa ni maombi tosha juu yako. Ni maombi tosha. Kwa hiyo siku Mungu atakaponipa nafasi ya kukuombea nitakuombea. Lakini leo natamani uyasikie haya, uyaweke moyoni mwako, uyafanyie kazi, uyatoe katika kusikia tu, uyaingize katika matendo. Alafu siku zinapozidi kwenda sasa Mungu ataniruhusu, kwa sababu tayari kuna vitu vitakuwa vimeondoka moyoni mwako na furaha itaanza kuingia ndani yako, na ikianza kuingia ndani yako tutakuwa na maombi mahali hapa ya kuomba sasa hiyo furaha idumu katika maisha yako. Mungu akubariki. Imeandikwa, furahini katika Bwana. Tena nasema furahini. Usikose kufuatilia somo hili sehemu ya pili hapa. Na share link hii kwa watu wengine ili waweze kujifunza. Dunia hii ina vitu vingi sana. Tutaongea vitu viko vingi sana katika somo hili, na natamani uwe na furaha. Amen.